Mungu ni mwema na kila wakati. Uioke mwadhani naine tarekeza vena ndeweya emakoine mwako. Amen. Tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu. Amen. Kwanza Bwana CS, karibu Meru. Na ile kazi ambayo umeanzisha Meru community, njuzi ulikuwa kule South Imenti. Hii ni kumaanisha ya kwamba wewe hauna ukabila wote. Ni kumaanisha ya kwamba wewe unapenda wa Meru, unapenda wa Turkana, unapenda wa Kalenjin, unapenda wa Kikuyu na Wakamba, na Kenya mzima inaipenda. Kwa mimi kivyangu nikupatia advice eti ya kwamba waunganize wote. Na ukweli wa mambo, huyu jamaa tumekuwa na katika mbunge. Mimi wakati ule kura zangu sikutosha pale Tigania East mwaka 2017. Kwa sababu mimi ni muombaji wa Mungu. Mimi kila wakati niko mlimani kuchukua power za Mungu. Nikaambia Mwenyezi Mungu, nilikuwa napata mzahara ya haba milioni katika mbunge ya Kenya. Mungu nipe nafasi kidogo tu nipate nyingine. Nilikuwa kwa Murkomen wakiwa na Kithure Kindiki. Walikaa chini kuona na siasa yangu ya kwenda East Africa Community. Kwenda pale nilikuwa napata 1.8 million per month. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutoa. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba nendeni msituni mkate miti, muye mjenge hekalu ya Bwana. Kwa mimi nasema kwamba sisi tuko tayari kusaidia makanisa. Tuko tayari kutolea makanisa. Na kama wewe upendi pesa yangu, wewe ondokea, wengine wanataka pesa. Kwa sababu Psalm 116 inatueleza kwamba toleeni Bwana, na tumeelezwa kwamba madhabahu ya Bwana uteketezwa na mfuko. Amen. Kwa sisi tukiwa wa Kenya, wale ambao unaleta pesa baadaye wanasema tarumiza. Mimi ni Mkatoliki. Na katika Katoliki sisi tulitoa 5 million. Kwa ile 5 million waliongea kwa TV, wakaongea kwa maneno ya kwamba imerundi na haikurundi. Ndipo nasema kwamba hii church tunataka extension. Hii church tunataka kuijenga. Hii church tunataka kuinua. Ile pesa ambayo ilipeanwa padri lingine wanaikataa, waleta kwa hii church. Kwa mimi sina vita mtu yoyote. Iti ya kwamba sisi wa Meru. Sisi wa Meru ni watu ambaye wako na msimamo.